Naitwa Godson Francis Malangwa, ni mhandisi kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF. UCSAF ni taasisi ya serikali ambayo ipo chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na taasisi hii ilianzishwa mwaka 2006 kwa sheria ya bunge nambari 11 na kuanza utekelezaji wa majukumu yake mwaka 2009. Taasisi hii ilianzishwa kwa lengo kuu la kuwezesha upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwenye maeneo machache ya mjini na mengi ya vijijini ambayo yana changamoto za mawasiliano na hayana mvuto wa kibiashara kwa watu wa huduma. Ninaposema hayana mvuto wa kibiashara kwa watu wa huduma, namaanisha ni maeneo yale ambayo ni ngumu kwa makampuni ya simu kama Vodacom, Airtel, TTCL na Yas kwenda kujenga minara na kufikisha huduma kwa wananchi, kwa maana kwamba wanaweza wasipate faida au hata kurudisha gharama za ujenzi wa minara hiyo. Kwa hiyo serikali iliona ipo haja kwa wananchi ambao wanaishi katika maeneo hayo kuweza kufikishiwa huduma za mawasiliano, na ndio maana ikaanzisha taasisi yetu ya mfuko wa mawasiliano kwa wote. Tumekuwa tukitekeleza miradi mbalimbali, lakini kwa ujumla tunatekeleza miradi ya aina 4: miradi ya mawasiliano ya simu, miradi ya kuongeza usikivu wa redio, miradi ya posta pamoja na miradi ya tehama. Tukianza na miradi ya mawasiliano ya simu jijini. Katika miradi hii mpaka kufikia leo hii tumeweza kukamilisha ujenzi wa minara 2151 na tayari tunaendelea na utekelezaji wa miradi mingine. Lakini kuna mradi ambao umekamilika hivi karibuni, mradi wa ujenzi wa minara 758. Kupitia mradi huu serikali itenga fedha kiasi cha bilioni 126 ili kuweza kutekeleza ujenzi wa minara 758 na kufikisha huduma kwa wananchi. Kupitia mradi huo wananchi zaidi ya milioni 8.5 wameweza kufikia na huduma za mawasiliano. Ulianza mwezi Mei mwaka 2023 na umekamilika Disemba 31 mwaka jana mwishoni. Baada ya kukamilika mradi huu, Mheshimiwa Rais aliweza kuzindua tarehe 10 Aprili 2026, na hii inaashiria kwamba huduma za mawasiliano zinaweza kuwafikia wananchi waliolengwa kufikiwa na huduma za mawasiliano. Lakini vile vile tunatekeleza mradi mwingine wa awamu ya 10. Mradi huu unahusisha ujenzi wa minara 287. Serikali imetenga fedha kiasi cha bilioni 29 kuweza kutekeleza mradi huu, na mradi huu ni hususan maeneo ya vijijini, unahusisha Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Mradi huu ulianza tarehe 5 Disemba 2025 mwaka jana, na muda wa utekelezaji wa mradi huu ni muda wa miezi 15. Na tunatarajia kukamilisha mradi huu mwakani mwezi Machi. Vile vile tumeandaa mradi mwingine ambapo kwenye hatua za manunuzi, mradi wa awamu ya 11. Mradi huu ni mahususi kwenye maeneo ya kimkakati. Ninaposema maeneo ya kimkakati ni kama maeneo ya mipakani, maeneo ya reli mfano SGR, MGR pamoja na TAZARA, maeneo ya hifadhi za taifa na maeneo ya barabara kuu. Lengo ikiwa ni kuwafikishia wananchi huduma za mawasiliano ya hakika katika maeneo hayo. Mradi mwingine ambao serikali inatekeleza ni mradi wa kuongeza usikivu wa redio katika maeneo ambayo hayana usikivu wa redio, hususan maeneo ya mipakani na maeneo mengine ya vijijini ambayo hayana usikivu wa redio. Tumekuwa tukishirikiana na TBC kuweza kujenga vituo vya kurushia matangazo. Naposema vituo vya kurushia matangazo namaanisha ile studio pamoja na mnara. Tumekuwa tukitekeleza mradi huo, lengo ikiwa ni kufikisha huduma za mawasiliano katika maeneo ambayo hana usikivu wa mawasiliano, hususan maeneo ya mipakani. Kama ukizunguka vizuri maeneo ya mipakani unaweza kuwa unapata redio kutoka nchi jirani, lakini serikali imeona ipo haja kuweza kufikisha huduma hiyo katika maeneo ya mipakani na maeneo mengine ambayo hayana usikivu wa redio. Hadi kufikia leo hii tumeweza kukamilisha ujenzi wa vituo vya kurushia matangazo 11, pamoja na vituo hivyo tunaendelea katika na utekelezaji kwenye vituo vingine 21. Lakini vile vile tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa redio jamii kwa kushirikiana na halmashauri za nchini. Tuna redio jamii 13 ambazo tunatekeleza ujenzi wa vituo vya studio pamoja na minara. Mradi mwingine pia tunaotekeleza ni mradi wa kuwezesha kununua vifaa vya studio, na tumeshafanikiwa kununua vifaa vya studio kwa redio 4. Aina nyingine ya miradi ambayo tunatekeleza ni mradi wa posta. Tumekuwa tukishirikiana na shirika la posta kwenye kutekeleza mradi huo, kwa maana kwamba tunafanya manunuzi ya vifaa ambavyo vinawezesha wao kwenye utendaji kazi wa kila siku. Mfano vifaa hivyo ni kama ile mizani ya kidigitali pamoja na barcode scanner, kompyuta, UPS, printer ambazo zinawezesha wao kutekeleza shughuli zao kirahisi. Vile vile sasa hivi tunafanya study ambayo ni mahususi kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kufidia gharama za ziada ambazo shirika inaingia kwenye kutoa huduma za msingi za posta. Ukiangalia nchi nyingi za Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla, mashirika mengi ya posta yamekuwa hayafanyi vizuri, lakini sisi tunajivunia shirika la Posta Tanzania limekuwa likifanya vizuri, na tunaangalia namna kuweza kuboresha ili iweze kufanya vizuri zaidi. Na aina ya mwisho wa mradi ni miradi ya tehama.
Kwenye miradi ya TEHAMA tumekuwa tukitekeleza miradi ya TEHAMA kwa kutoa vifaa vya TEHAMA pamoja na kuendesha mafunzo ya TEHAMA. Kwenye upande wa kutoa vifaa vya TEHAMA tumekuwa tukitoa vifaa vya TEHAMA kama kompyuta, printer, projector kwenye hizi shule za serikali ili kuweza kuwawezesha hawa wanafunzi kwenye shule hizo kuweza kupata uelewa wa masomo ya TEHAMA. Hadi sasa hivi tumeweza kutoa vifaa vya TEHAMA kwenye shule 1121 nchi nzima, na tunaendelea na miradi mingine ya kutoa vifaa hivyo vya TEHAMA kwenye shule za serikali, shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Lengo la serikali ikiwa ni wanafunzi waweze kupata uelewa wa masomo ya TEHAMA, na kama mnavyoelewa kuna mtaala ambao unahusisha masomo ya TEHAMA sasa hivi. Kwa hiyo tunajitahidi kuweza kuwezesha wanafunzi waweze kupata uelewa wa masomo ya TEHAMA kupitia kutoa vifaa hivyo. Vile vile tunatekeleza mradi wa kutoa vifaa kwenye shule za wanafunzi wenye uhitaji maalum au wanafunzi wenye ulemavu. Vifaa hivyo ni kama zile wanaita braille machine, nukta nundu, orbit readers, embossers, magnifier na digital sound recorder kwa ajili ya kurekodi sauti. Na kufikia sasa hivi tumetoa vifaa kwenye shule 22 na tayari tunaendelea na mradi mwingine wa kutoa vifaa kwenye shule zingine 10. Pia tunaendelea na utekelezaji wa mradi mwingine wa wifi au tunaita free hotspot au free internet. Katika mradi huo tumeweza kutekeleza kwenye baadhi ya maeneo ambayo ni ya wazi, mfano chuo cha UDOM kwenye college ya Saiv, soko la Buhongwa Mwanza, soko la Tabora, soko la Kiembe Samaki Zanzibar. Na pia tunaendelea na utekelezaji wa mradi huo kwenye maeneo ya mwendokasi. Tuna vituo 25 vya mwendokasi ambavyo tumelenga kuvifikishia huduma ya bure ya internet. Kwa maana kwamba abiria akifika pale wakati anasubiri mwendokasi aweze kutumia huduma ya bure ya internet ambayo imewezeshwa na serikali. Kwenye upande wa mafunzo tunatekeleza mafunzo mbalimbali. Mafunzo mojawapo ni mafunzo ya wasichana katika TEHAMA. Tunaita Girls in ICT. Mafunzo haya huwa yanaendeshwa kitaifa na kufikia sasa hivi tumeweza kuwafikia wanafunzi zaidi ya 1300. Kwa mwaka fedha ambao umeisha tumeweza kuwafikia wanafunzi 440. Na sasa hivi tunatekeleza mradi huo kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, ikiwa ni maelekezo ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lengo ikiwa ni kuweza kumhamasisha msichana aweze kujifunza masomo ya TEHAMA na kupata uelewa wa masomo ya TEHAMA ili kuongeza idadi ya wasichana katika masomo hayo ya TEHAMA. Mradi huu hutekelezwa kimataifa na hutekelezwa kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi wa 4, ambapo katika kila Alhamisi ya mwezi wa 4 huwa anafanyika ni tukio la kuhitimisha au kufunga mafunzo ya wasichana katika TEHAMA. Vile vile tunatekeleza mradi wa mafunzo kwa walimu katika TEHAMA. Hapo awali nilieleza kuwa serikali inatoa vifaa vya TEHAMA kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote kwenye hizi shule za serikali, lakini vifaa hivyo vinasimamiwa na walimu. Kwa maana hiyo, serikali kupitia taasisi yetu tunatekeleza mradi mwingine wa mafunzo ya TEHAMA kwa walimu. Kupitia mradi huu tumeshaweza kuwafikia zaidi ya walimu 3800, na kwa mwaka fedha uliopita tumeweza kutekeleza mradi huo kwa kufikia walimu 606. 506 wakiwa kutoka Tanzania bara, walimu 100 wakiwa kutoka Zanzibar. Na lengo ikiwa ni kuwapatia walimu uelewa masomo ya TEHAMA na namna ya kuhudumia vile hivyo vifaa vya TEHAMA ambavyo tutakuwa tumewapatia katika shule zao. Kama taasisi ya mfuko wa mawasiliano kwa wote tunajivunia mafanikio ambayo tumeyapata kwa kuwezesha kupatikana kwa huduma za mawasiliano kwenye maeneo mengi ya vijijini ambao wana changamoto za mawasiliano ya simu pamoja na mawasiliano ya redio. Na vile vile tunaendelea kutekeleza miradi na kutatua changamoto za wananchi, na ndio mafanikio yetu. Lengo la serikali ni kuweza kuhakikisha huduma za mawasiliano zinapatikana maeneo yote ya nchi hii. Haijalishi mwananchi anaishi katika eneo gani, lakini lengo la serikali kumfikishia huduma za uhakika za mawasiliano ikiwa ni ya simu pamoja na redio. Napenda kuwakaribisha sana wananchi kuweza kuleta changamoto zao za mawasiliano ambazo wanakutana nazo kwenye maeneo yao au makazi yao kwenye taasisi ya mfuko wa mawasiliano kwa wote ili tuweze kuzishughulikia changamoto hizo na kuwafikishia huduma za uhakika za mawasiliano. Naomba kuhitimisha kwa kutoa shukrani kwa watoa huduma wa makampuni ya simu. Ukiangalia nchi nyingi za Afrika Mashariki wamekuwa wakituangalia taasisi ya mfuko wa mawasiliano kwa wote kama mfano. Mafanikio yetu yana mchango mkubwa sana kutokana na ushirikiano ambao tunapata kutoka kwa watoa huduma au makampuni ya simu kama Vodacom, Airtel, TTCL, Yas na Halotel. Vile vile natoa shukrani za dhati kwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ambayo imetoa miongozo mizuri, imetuwezesha kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Na kwa nafasi ya kipekee naomba kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha taasisi hii kuweza kufanya vizuri. Kwa maana kwamba nilieleza mwanzoni tumeweza kujenga minara 2151
Lakini kati ya minara hiyo, minara 1041 imejengwa chini ya serikali ya awamu ya 6. Minara hii 1041 ni sawa na 48%. Hii inaashiria kwamba kazi kubwa imefanyika, na ndio maana tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Mawasiliano kwa wote. Asanteni.